Kwanza naweza nikasema ni mwanzo mbaya kwa sababu tumecheza michezo mitatu, tumeshinda mchezo mmoja, tumefungwa michezo miwili. Kwenye idadi ya alama ambazo tulikuwa tuzipate angalau ni alama 9 ambao tunashinda michezo yote, lakini tumeshindwa kupata hata nusu ya alama ambazo tulikuwa tuzipate. Kwa hiyo kimsingi tuko nje ya malengo, lakini ndo kwanza mechi ya tatu, kuna mechi zingine 27 za kucheza. Kwa bado tuna nafasi ya kusawazisha hiki ambacho kimetokea na tukaenda kwenye good track. Na nini pengine kimewafanya mwanze vibaya? Sioni sababu, ni vitu tu vya kiufundi. Kwa mfano ukirejea kwenye michezo ambayo tumecheza mchezo ile Dodoma Jiji ambao inawezekana hii ni mara ya pili tunawafunga kwenye michezo 7-6 iliyopita. Ndio. Ni moja ya timu ambayo inatupa changamoto kweli. Kwenye misimu miwili iliyopita hatujawahi kuwafunga Dodoma Jiji. Umekuwa ule msimu uliopita tuliwafunga, lakini kabla ule msimu uliopita, hiyo misimu ya nyuma hatujawahi kuwafunga Dodoma Jiji. Ndio. Na tangu mimi nimeingia kwenye timu ya KMC, Dodoma tumekutana kama mara 5. Katika hizo mara 5 wametufunga mara 4. Zilikuwa zimebakia angalau sisi tulivyoshinda mshindi huo ndio umekuwa mara 2 kwenye michezo mitano. Kwa hiyo ni timu ambayo ilikuwa inatupa changamoto kweli. Na huko msimu ambao umechukua point 6 kwa hiyo tumetufunga Uhuru, wameenda kutufunga Jamhuri. Kwa hiyo ni timu ambayo inatupa changamoto sana. Lakini msimu huu tumeanza na point 3 dhidi yao. Lakini mechi iliyofuata ilikuwa dhidi ya Singida. Singida ambao kimsingi sisi tulikuwa tuna demand ule mchezo, lakini wao walikuwa na demand zaidi kwa sababu walikuwa wanakwenda kucheza mchezo wao dhidi ya Lion Sport. Kwa walikuwa wanahitaji kushinda ule mchezo kwa ajili ya kuboost morali ya wachezaji kuelekea ule mchezo wa kimataifa. Kwa hiyo katokea tuliwa challenge, mechi ilikuwa nzuri lakini walishinda bao 1-0. Baadaye tukaenda Mbeya. Sasa Mbeya naweza nikakupa sababu kwa nini tulipoteza ule mchezo. Sio kwa tumefika Mbeya, tumeenda kutrain. Wachezaji wangu naona kabisa hawahemi kawaida. Yaani upumuaji wao kwa kawaida. Mimi sio mtaalamu wa masuala ya kiafya nini, lakini nilikuwa naona hawa watu wana struggle kwenye kufanya mazoezi. Nilimuita baadhi ya wachezaji kuwauliza. Mmoja ya kijana ni Tondi ambaye amekuwa na kiwango kizuri sana. Ndio. Ngambe mbona nakuona una struggle kufanya mazoezi, akaniambia hali ya hewa ni nzito. No, tulikuta kuna vumbi kali kweli. Kwa hiyo asema hali ya hewa ni nzito, naona kifua kimekaba kweli. Nasema hii mechi. Kabla ya siku ya mechi nikasema hii ishakuwa mechi. Kwa hiyo tumeenda, kwa bahati mbaya wakatufunga. Katika michezo mitatu tumepoteza michezo miwili, tumeshinda huo mchezo mmoja. Ila Masanza amekuwa kama anakuonea sana siku hizi. Ukweli uko wazi. Unajua kwenye football kuna levels, kuna watu wanakuzidi kwenye investment. Mwenye unasema yes, this team wameinvest kuliko sisi, lakini haijaisha mpaka isha. Hata huo mchezo ambao walitufunga haukuwa mrahisi. Ulikuwa mchezo mgumu, ndio maana walitufunga bao 1-0. Lakini kwenye mchezo ambao tulicheza nao kwenye Sekafa Kagame Cup pia tuliwa challenge. Lakini msimu huu wametufunga kwetu. Tunaamini tunakwenda Singida kufanya revenge. Tutakwenda kushinda kwao kwa sababu tushawahi kufunga Singida. Lakini nyinyi mna kocha mkubwa KMC, mjue. Of course, kila mtu anamjua kocha. Bonge moja la kocha. Na namna ambavyo mnamuona, unajua miongoni mwa watu walishtuka wakati ligi inakwenda kuanza kuona huyu KMCFC kuna nini tena? Nyinyi mnamuonaje kwenye mazoezi, mwenendo wake kwenye ligi? Na kwa kukazia hapo wengine wanasema kwamba inawezekana akawa yuko nje ya soka la kisasa, japokuwa sijaona yani leseni zake zinafaa, ndio maana bado yupo kwenye bench lakini soka la kisasa watu wengi wamezungumza, hata hali ndugu yangu Luambano hapo alipiga hiyo chapo. Yani kwa maana kwenye kukazia alichozungumza Isa na Thomas, kwa maana kwamba hakuwa active kwa muda mrefu. Tangia ameiongoza Guyana nadhani ni 2023 ndio mara ya mwisho yuko, kama sio 21-23 ndio alikuwa amesimama kwa makocha mkuu. Imepita takriban miaka 2. Then boom KMC. Nini ambacho mlikiona kwake? Kama kuna makocha labda 100 au makocha 50 wamezalishwa kwenye taifa la Brazil kwenye miaka 2 iliyopita. Yaani 2024 na 2023. Basi au makocha wamepita kwenye mikono ya Maximo kama mwalimu wao Fonsi. Kwa sababu walikuwa kwenye kituo cha shirikisho la mpira nchini Brazil. Kile kituo kikubwa, yani kama sisi tunazungumzia kituo kikubwa cha uzalishaji wa makocha ni TFF. Yeye alikuwa kwenye kituo cha kuzalisha makocha Brazil. Nangu unajua hiyo. Sawa Kwa hiyo kama kuna makocha wamezalishwa 50 au 100 kwenye miaka 2, basi
ile kundi la makocha wamepita kwenye mikono ya kocha Maximo. Manake hizo mbinu ambazo mnasema za kisasa kwenye modern football zimetoka kwake. Ndio maana makocha wanakwenda kwenye football as a modern coach. Sawa. Lakini pia kwenye kujazia hapo KMC wamekuwa na staili yao ya uchezaji kuanzia kwa yule aliyetoka Azam Moalin, lakini pia amepita Kari. Hii filosofi yake haikuanza kwa Moalin. Ilianza tangu cha Etienne Ndairagije. Yes. KMC tunacheza ile possession football. Yes, sasa we move kwenda kutafuta. Ndio hicho ambacho nilikuwa nataka kuzungumza. Umenikumbusha kuhusu kuanzia kwa Etienne, timu ilikuwa ina possess. Lakini Masio Maximo, kila mtu anajua staili yake ya uchezaji. Alipokuwa timu yetu ya taifa ni miongoni mwa walimu ambaye ni bora zaidi kwenye eneo la kujilinda na kushambulia kwenye counter attack. Alipoenda pia Young Africans pia alikuwa staili yake ya uchezaji hiyo hiyo. Kwa hiyo naamini kwamba ni mwalimu ambaye ana match na wachezaji ambao wapo. Kuangalia KMC wana wachezaji wengi ambao wana enjoy zaidi kucheza kuliko kudefend, kama ambavyo mwalimu amekuwa bora zaidi kwenye eneo la kudefend kuliko kushambulia. Ukimwona mwalimu na wachezaji wana match na kama wamepatana. Unajua kitu ambacho watu wengi hawakijui. Makocha huwa wana change kulingana na philosophy ya team. Ndio. Ukienda Europe, ukimwangalia mtu kama Vincent Kompany anakwenda Bayern Munich, anaifundisha Bayern Munich kulingana na philosophy ya team. Team ndio inamdirect kwamba unatakiwa upite kwenye hii track. Sasa unaweza ukawa na philosophy yako, mimi naamini kwenye hichi na hichi na hichi, lakini timu ina philosophy. Sisi KMC ni moja ya timu ambayo tunaamini kwenye hiyo philosophy. Kwa mwalimu akija, kwanza tunampa falsafa yetu. Bwana, sisi timu yetu tunataka icheze kwenye huu muundo. Ndio. Kwenye hii philosophy. Kwa mwalimu lazima aanze kujijudge mwenyewe. Kama anaweza kuingia kwenye hii philosophy no. Kwa kipindi tunapitia CV za makocha wote ambao waliomba kuifundisha timu. Kwenye mazungumzo nao, kwenye conversation, alionekana Maximo ndo amemeet hiyo philosophy ambayo sisi tunataka, na watu tumefanyaje? Tumeamua kumpatia. Maximo aliomba yeye ama nyinyi mlimu approach? Tulipokea CV tofauti na yeye akiwemo. Sawa. Kwa tukaona kuna haja ya kukaa kumsikiliza, na ametuambia kile ambacho ana wish, na tumeona ni mtu sahihi kwenda naye kwenye hii project. Mimi natamani sana kujua kuhusiana na uwanja. Tumeambiwa zitawekwa, yani maendeleo yakoje mpaka hivi? Kwa position yangu siko sehemu sahihi kuongelea masuala ya taa, kwa sababu uwanja una management. Kuna watu wana nafasi nzuri ya kuongelea taa. Kile ambacho mimi nakiona nikienda wazozini kila siku, nakuta kuna base ambazo jana nadhani zililetwa nguzo. Na ndio hivyo sasa tunataka kufahamu. Yes, zimeletwa nguzo nadhani mpaka Januari inshallah. Wenda taa zikawepo tayari. Mnatarajia kupata wageni kutumia uwanja wa KMC kama msimu uliopita? Maana yake kule tayari kumeshapigwa bana. Pia kuna watu kama manager wa uwanja wanaweza taarifa. Lakini sisi kama KMC Football Club, mimi niko kwa ajili ya kuiongelea club sasa. Ugumu unakuaje kushare uwanja, yani kama hivi nyinyi mmeuzoea uwanja afu wanakuja watu wengine kucheza katika uwanja wao? Kwa ligi ya Tanzania. Tamaduni. Kwa ligi yetu ya Tanzania wewe unafahamu. Ugumu unakuwa wapi? Ugumu upo. Msimu uliopita nakumbuka kuna siku sisi tunalikuwa tu train asubuhi saa 2. Siku hiyo Simba walikuwa wanacheza mechi. Makomando wao wamekuja mapema, wanasema hatutaki mtu. Baba mwenyewe akazidio. Hatutaki mtu. Sisi tunafanya mazoezi, hatutaki mtu. Kwa siku hiyo si to affect. Kufanya mazoezi. Tunafanya uwanja tofauti na ule uwanja wetu wa kawaida mazoezi. Kwa kuna namna ambayo ili to affect, lakini nadhani ni timu zinapokuja kuna fursa. Unajua ukubwa wa KMC ulinganishwi na Simba na Yanga. Simba inapocheza KMC Complex, wanapokwenda kimataifa watakuwa wanauliza hii timu inacheza uwanja gani wa nyumbani? Jibu ni KMC Complex, maana yake automatically halmashauri ya manispaa ya Kinondoni imetangazwa nje ya Tanzania. Kwa kuna faida nyingi sana za kisiasa, kitamaduni na kijamii ambazo zinapatikana kulingana na hizo timu kutumia ule uwanja wa KMC Complex. Sawa, bado tupo sana na afisa habari wa KMC Khalidi Chukuchuku. Tunazungumza naye vema sana hapa, na mnatoa ushindani mkubwa sana kwenye klabu hizi za Simba, Yanga, hata mkicheza na Azam pia. Shuhudia sare kwa Simba, tumeshuhudia namna ambavyo walikuwa wanapata tabu Yanga, Azam wenyewe. Lakini siku za karibuni kama mambo yamebadilika hivi, kuna nini?
siku za karibuni kwa mfano msimu miwili nyuma tulipata sare dhidi ya Simba 2-2 Ndio. Msimu uliopita ule ulikuwa ni msimu mgumu na tulipoteza dhidi ya timu zote za West Ham. Michezo yote ya West Ham derby tulipoteza. Japo mlihamisha pia viwanja mkwenda Morogoro. Mpaka watu wakasema hizi vipi tena? Mbona timu ya Dar es Salaam lakini napoteza namna hii? Narejea pale pale kwenye levels. Unajua kwenye football ndio the way miaka inavyozidi kwenda ndio the way watu wanavyowekeza zaidi. Kama utafanya uwekezaji vile ambavyo umezoea kufanya, kuna mabadiliko makubwa sana yanaweza yakatokea. Ndio. Si uongo, ni ukweli ambao uko wazi. Investment ambayo inafanywa na Simba, Yanga, Azam kwenye kipindi hichi imekuwa ni mkubwa sana kwa sababu mara nyingi hizi timu na wao wenyewe ukirejea kwenye miaka 10 labda au 7 iliyopita hizi timu hazijai kuwa na mafanikio makubwa kwenye soka la Afrika, especially kwenye mashindano ya Confederation na Club Bingwa. Lakini the way siku zinavyozidi kwenda na wao wanakuwa wanasajili timu kulingana na ukubwa wa mashindano ambao wanakwenda kushiriki. Sasa unaposajili wachezaji ambao unaamini wanakwenda kubattle dhidi ya vilabu kama Wydad Casablanca, Wydad Casablanca au labda Pirates Mamelodi, hao ndio wanakuja kuwatumia kwenye ligi. Sawa Kwa maana yake tayari kuna gap kubwa kati ya hizi timu za madaraja ya kati na timu za madaraja ya juu. Ndio hilo gap linafanya hizi mechi zinakuwa ngumu sana kwa timu za madaraja ya kati. Sasa hii ni task kwetu sisi timu daraja la kati kwa kujaribu kuinvest kufikia angalau robo au nusu ya hiki ambacho kinafanywa na hizo timu kwa ajili ya kuongeza ushindani. Kama tutaendelea kufanya vile ambavyo tumezoea kufanya kawaida, kuna uwezekano mkubwa hivi vipigo 3 4 5 itakuwa ni vipigo ambavyo vinaweza na ukijiongelea wewe binafsi KMC msimu huu unasemaje sasa? Msimu huu napambana nataka kujua kama kinyonge. Una kocha mkubwa afu unasema napambana. Ndio unajua nini nasema napambana? Ili upambane lazima uanze ufanye investment kubwa. Ndio tumeanza kwenye technical bench. Ndio. Yaani kumleta Maximo sio kwa bahati mbaya. Ni kupunguza hilo gap ambao ulipo kati ya sisi na hivyo vilabu vikubwa. Kwa sababu nao wao wanachukua makocha wakubwa na sisi tumeleta kocha mkubwa. Lakini at the same time tunaanza kuboresha baadhi ya maeneo kwa wachezaji. Naamini huu msimu utakuwa ni msimu wa wonders. Watu wengi watashangaa. Ndio. Bwana mimi ni mmoja wa watu nafuatilia kidogo KMC na Simba. Hatumuoni. Mimi naweza nikawa nafahamu lakini wana Kinondoni labda waambie Pipino yuko wapi? Ahmed Pipino, Magomeni finest boy. Yuko wapi? Kiungo yupo. Hatumuoni kwenye benchi. Diego, tunataka Diego yupo na yuko na furaha kubwa kuendelea kuwepo KMC na mwalimu mmoja wa watu ambao anawaona kama ni X factor. Ndio. Ni Ahmed Pipino. Na tutarajie kumuona kwenye michezo ambayo inafuata. Kuanzia mchezo unaokuja dhidi ya Mbeya City na michezo mingine ambayo inakuja. Lakini mimi niko na swali. Mara baada ya msimu kumalizika kuna mnafanya tathmini kwa maana kwamba kitu gani kilienda vizuri, kitu gani akikwenda vile ambavyo mlikuwa mmepanga. KMC imekuwa na trend ya kubadilisha makocha. Tumeshuhudia makocha wengi sana wakipishana kwenye kikosi cha KMC. Kwa mmegundua kwa maana kwamba tatizo la KMC kutokufanya vizuri, changamoto ya kwanza ni makocha? Hapana, yani timu kufanya vizuri ni muunganiko wa vitu vingi from management, technical bench, wachezaji. Hizi mafiga matatu yakiweza kushikana vizuri, kuna uwezekano mkubwa sana wa hiyo timu kufanya vizuri. Na wenyewe wataalamu wanakuambia timu nyingi, yani ushindi wa mpira wa miguu hauanzi tu kwenye uwanja. Yani ile siku ya mechi ni siku ya kumaliza. Lakini ushindi unaandaliwa kuanzia kwenye ofisi. Kwa hiyo management ilitathmini ikafanya kile ambacho unaona na imeona kuna haja ya kuboresha hilo eneo. Kwa maana yake tathmini imeonyesha kumekuwa na changamoto kubwa kwenye hilo eneo kuanzia tangu ameondoka kocha Mwalin. Tumestua alikuja Kaliongala katikati. Haikuwa nzuri sana lakini tulimaliza msimu na Adam Mubesh. Lakini bado tukaona kuna haja ya kuongeza nguvu na tumembakisha Mubesh na tukamongezea mtu ambaye anaweza kuja kutuongezea nguvu zaidi. Kwa hiyo sasa baada ya msimu huu
tukiona tumefeli tutarudi tena hapa kusema bwana kuna shida sehemu nyingine tofauti na hii ambayo tulikuwa tunaiona kama ni changamoto. Maana Afrika moja kati ya watu ambao wamekuwa wakiajibishwa ni walimu peke yake, lakini pia hajashuhudia viongozi wakiweza kuondoka. Wenzetu angalau tena sio wa Afrika, hapa Misri nakumbuka mara baada ya Misri kufanya vibaya kwenye AFCON, rais wa shirikisho alijiuzuru mara baada ya kufungwa na South Africa kwenye ile AFCON ambayo wao waliosa. Rais wa shirikisho alijiuzuru, kocha akajiuzuru. Sisi kwetu huku mnabadilisha walimu, bado tumefanya vizuri. Mara ya kwanza, mara ya pili baadhi ya wachezaji wanaondoshwa, lakini viongozi bado wako wale wale. Kwa hiyo tuseme kwamba changamoto haiko kwa viongozi. Tuseme kwamba changamoto haiko kwa makocha. Changamoto iko kwa viongozi. Kwa nini viongozi na wao pia wasijiwajibishe mara baada ya kubadilisha, alafu timu bado haikai kwenye mstari? Swag tight. Mimi nadhani Lambano jue ni mmoja wa watu ambao tumekutana muda mrefu sana kwenye pasi sana. Kuna story ya mlishona tangia nyumbani. Nao viongozi wenyewe anawataka ndio sisi. Sio kiongozi nani? Ndio sisi. Mimi nadhani mimi nakuelewa Lambano. Lakini kama nilivyosema mpira una process. Yaani kuna zile gradual process, yani taratibu zinakwenda. Inawezekana wenzetu Egypt wameshafikia level ya juu sana kwenye mpira kwenye Afrika. Sisi ndio kwanza we just when wenzetu wanafanya nini? Yani hata ukiangalia ukirejea kwenye kanuni ambazo zinaongoza mpira wetu tumekuwa tuna maboresho mara nyingi. Hayo yote ni kwenye zile process za kujaribu kutengeneza huo uwazi kwenye mpira. Itafikia muda viongozi wenyewe wataona bwana inawezekana sisi ndio shida. Ngoja tujiweke pembeni. Lakini kwa sasa bado tunaendelea kujifunza namna ambavyo wenzetu wanaendesha mpira. Itafikia muda utaona viongozi wanachukua hatua kwa ajili ya maslahi mapana ya klabu. Sawa. Diego wakati unamuelezea kichupa kidogo kilikuwa kimeyumba. Kichupa kinakumulika sasa hivi. Diego yuko wapi? Umesema yupo, mwalimu anamfurahia kama X Factor, lakini kama anamfurahia yupo wapi? Ahmed Pipino, Diego, Magomeni finest boy. Yupo kwenye timu anafanya mazoezi na mara ya mwisho leo amekuwa sehemu ya mazoezi ya KMC. Na kati ya vitu ambavyo mwalimu anavutiwa navyo zaidi ni kumuona Pipino ndani ya timu. Na anajaribu kumbadilishia position, mara amweke namba 6 namba 8, yani anachanganyikiwa na kile na ule uwezo wa yule kijana. Kiasi cha kwamba hajui wapi pa kumchezesha, lakini Pipino yupo na mwanzo speaking honest hakuwa vizuri kisaikolojia. Kwa nini? Kuna situation ilitokea haikwenda vizuri, hakuwa vizuri, lakini tayari amelikava na Mungu akipenda inshallah siku ya mechi ile issue yake ya kwenda Simba ile hakuwa vizuri. Kuna mambo ya kifamilia hajakaa. Basi unakabia juu. Kuna mambo ya kifamilia alikuwa hajakaa vizuri, lakini sasa hivi amelikava na atarejea kwenye timu. Kwa sasa hivi utaiona ile combination ya Rooney, Redemptus Musa, Pipino na Tondi. Watoto wataona kufanya movement. Wale Mbeya City wale. Nisemeje. Na wamekuja mapema. Wako Morogoro wako Morogoro jana mchezo mechi ya kirafiki. Jumamosi ifike inshallah. Sawa, basi tumalize hapa chuko bana. Tulikuwa na muda mzuri, lakini neno lako linaweza kuwa nini kwa wale wana KMC ambao wanakusikiliza, lakini pia ukagusa pia kuhusiana na maandalizi kuelekea kwenye mchezo unaofuata dhidi ya Mbeya City? Kwanza ni kuwapa moyo wana Kinondoni, kuamini kwamba tuko na good team, tuko na technical bench nzuri, lakini pia management ya club ndio juu kule, kuanzia kwa mkurugenzi Bianifa, ukienda kwa meya, ukienda kwa ile body ya timu, wote wako na imani, wanaamini timu yetu itarejea na tutafanya vizuri. Kwa wana Kinondoni usiwe na shaka. Tumecheza michezo miwili, kuna michezo mingine 27 ya kupambana. Kuna zaidi ya point 70 hapo kwenye michezo 27. Kwa hiyo tutakwenda kupushi. Msimu huu kama kuna mechi wanahisi tutafungwa 5. Wasahau. Hakuna hiyo mechi. Nini? Tunakutunzia receipt. Kuna mechi tutapoteza kwa idadi ya zaidi ya magoli manne, yani margin ya 4 bila, 3 bila. Hiyo mechi ya mna. Sasa ujumbe mbona kama kusikiliza? Naambiaje? Msimu huu hatuna mechi tutapoteza na hiyo tofauti ya hiyo margin. 4 bila, 3 bila, hakuna. Fountain mbona wachezaji wao wamewatambulisha jana? Fountain. Katika timu ambazo tuna hasira nazo. Kama kuna timu tuna hasira nazo, msimu huu ni Fountain.
moja ya watu ambao wamefanya msimu uliopita si to struggle ni Fountain, wametufunga michezo miwili yote. Kwa sisi tumemaliza msimu katika nafasi ya 10 kwa tofauti ya pointi 1-2 na wale ambao wako juu yetu, lakini Fountain walikuwa watu ambao wamechallenge kweli. Msimu huu ni msimu wa kisasi zidi ya Fountain. Na uzuri nikitoka mechi Mbeya zidi ya Mbeya City. Safari Manyara. Wanaenda Babati zidi ya Fountain. Kwa kisasi kinaenda kulipa. Mimi sijui umemtambulisha si Ugechuku sijui nini. Lakini tunakwenda Manyara kwa ajili ya kisasi. Una ujumbe gani kwa Mbuzi? Mbuzi nimeona jana kashinda zidi ya si Ambuni. Kaongea. Ndio kuna muda mwingine unasema hapo sisi mafsabari sometimes tunachanganyikiwa. Aliwe Mbuzi maneno yote hayo umeshinda zidi ya Ambuni. Kweli umesahau ushakufunga michezo mfululizo huko. Kwa Mbuzi ajiandae. Mimi nakwenda Manyara msimu huu kwenda kulipiza. Uzuri wale wana mchezaji mmoja tu. Anaitwa Eli Mukono. Yes, yeah. Lakini tunakwenda Babati kwa ajili ya mafuriko makubwa. Bahati mbaya nimetoa siri tuko twende kimya. Kwenye Instagram. Twende kimya pale. Tufanye misheni yetu tu tuondoke. Lakini kuhusu maandalizi yako vizuri. Vijana wako kwenye hali nzuri na wanaamini sasa tunarejea katika uwanja nyumbani zidi ya Mbeya City. Mbeya City najua watakuja na ile mentality. Tumedraw dhidi ya Yanga. KMC kitu gani ndio watakuja kula chuma 4 pale. Na wakumbusha hiyo kitu sio kama kwa bahati mbaya kuna msimu wale EF kabla hawajauzwa kuitwa Singida si Black Stars walimfunga Yanga kule 2-1 wakaja mechi inofuata ikawa dhidi yetu wakasema sisi tushafunga Yanga KMC watoka wakaja kwa chuma 3 fresh hapo Uhuru. Nakumbuka pia kwa mechi nyingine Yanga alitangulia KMC mlimpa gongo 4 KMC pale KMC ilikuwa Uhuru mechi cheza saa 8 game inayofuata Yanga akapata alipata ushindi wa goli 1-0 goli ya dakika za mwisho kabisa ya Karinyo nadhani kona kwa mpige yule Imola alifunga. Kwa hiyo anachokizungumza chukuchuku kwa maana kwamba haigarantii ametoka kufuata matokeo ya namna gani dhidi ya Yanga. Baada ya mechi dhidi ya Yanga aliongea sana sema chukuchuku anaongea sana nakwenda daa kumfunga. Kwa hiyo akija nitamwambia bwana hii ndo nchi ya Toleza ambayo yule mama ametokea kwa atakula chuma zake ataondoka Mbeya akiwa ametulia. Hivi malengo yenu msimu huu kumaliza nafasi ngapi? Malengo ya ndani au ya kwenye mic? Yote. Kuna malengo mawili. Yote tunataka. Ya kwenye mic. Ya kwenye mic kumaliza ndani ya top 10. Okay. Ya ndani? Ya ndani top 4. Nimetoa siri za Maxim. Chukuchuku bwana Sidu kushukuru. Ama kuna la ziada hapo? Tumemaliza. Karibu tena kwa wakati mwingine. Tutakuja kuzungumza bwana hapa. Haina shida, nitakuwa nakuja mara nyingi. Asante sana. Yaani ukimzungumzaji Benchika Hudugo. Hapa Bongo tunalikimbiza. Takwimu zipo. Tunalisakata kabumbu. Chandimu. Wakati kiwanda cha michezo